Mpendwa, sasa unatazama KKKT, Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana. Tuangalie watoto wote ni sawa, wa kike na wa kiume. Tuseme nao kwa wazi, wala tusiwafiche. Tuwaeleze madhara ya dunia hii. Watoto wamjue Mungu. Wasipomjua Mungu watapata madhara, na ukimjua Mungu kuna faida. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimwamini sana mwanamke. Amewekeza nguvu nyingi ndani ya mwanamke. Ni mwanamke tu kutambua wajibu na nafasi ambayo Mungu amempa. Miongoni mwa waliohudhuria ibada hiyo ni pamoja na askofu wa KKKT Dayosisi ya Morogoro, Dr. George Pindua, ambapo aliwaasa wanawake kuwa watu wema katika jamii. Wanawake wana sifa kuu 3, na mimi hizo nilizozipenda. Moja, wanawake ni watu wenye upendo wa kweli. Akipenda kitu amependa kweli kweli. Lakini wanawake wana sifa ya huruma. Ni watu wenye huruma kweli kweli. Na huruma yao imefanya kuwa baraka katika kanisa. Lakini la 3, wanawake ni wacha Mungu kweli. Na ukienda katika nyumba za ibada, walio wengi ni wanawake. Na hii ni ishara kwamba wao wanampenda Mungu wao. Kwa hiyo nitoe wito kwamba wanawake wote tutende mema katika nyumba za ibada, katika familia, tutende mema. Lakini katika jamii zetu, wanawake tusifanye vitendo vya kikatili, wala katika kanisa tusifanye vitendo vya kikatili. Kwa njia hiyo Mungu anasifiwa kwa sababu ya matendo mema tunayotenda. Aidha, mwenyekiti wa wanawake usharika huo, Rose Mwilongo, alisisitiza umuhimu wa malezi mema kwa watoto na kuwaasa wanawake kuwa waombaji. Katika kanisa tunaendelea kuwaasa wanawake kuendelea kuwa waombaji. Kama mhubiri alivyosema, macho yetu yanamtazama Bwana kwa sababu kila kitu tutakachokifanya kama wanawake ni kanisa. Na kila kitu tutakachofanya kama wanawake ni lazima tumtangulize Mungu. Naye Grace Kisanga, msharika wa kanisa hilo, ni miongoni mwa wanawake katika umoja wa wanawake KKT usharika wa Bungo, aliwaasa wanawake juu ya umuhimu wa kumtumikia Mungu. Mimi kama mwanamke Mkristo najisikia fahari sana kuwa mwanamke. Wahusie wanawake wenzetu, wanawake wenzangu katika ujumuiya wote, hasa katika makanisa. Hebu tukae tuone umuhimu wa kumtumikia Mungu, kwa sababu wanawake si ni jeshi kubwa, na wanawake ndio walikuwa wanawake wa kwanza kuipeleka Injili. Joyce Rebecca, ambaye ni msaidizi wa kisheria paralegal, aliwashauri wanawake na wasichana wanaoonewa wasisite kutafuta huduma za msaada wa kisheria ili kupata haki zao. Kwanza I'm proud. Ninajisifia na namshukuru Mungu kuniumba mwanamke, kwa sababu mwanamke tumepewa vipawa vingi na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo najisikia raha sana kwamba wanawake nako tumetengewa hadi siku ya kwetu ya kusherekea siku ya wanawake. Wanawake wengi wanakutana na changamoto mbalimbali na wanashindwa kuelewa zile changamoto wanazipeleka wapi. Kwa hiyo wanawake wana eneo dogo ambalo limesaulika kwao ni kuhusiana na masuala mazima ya sheria. Lakini kwa mkoa wa Morogoro tuna bahati sana. Tuna ofisi ya msaada wa kisheria inaitwa Morogoro Paralegal. Hiyo ofisi inatoa sana msaada wa kisheria hasa kwa wale wasiojua wakipata changamoto ya kisheria aende wapi. Naye binti Joane Gasaya, msichana wa usharika wa Bungo, alikuwa ni miongoni mwa Wakristo walioshiriki ibada hiyo. Amekiri kujifunza mengi kutoka kwa wanawake. Na furaha sana kwa sikukuu ya leo ya wanawake. Nimefurahi kuona matukio tofauti mbalimbali kama waigizo, shairi, vichekesho. Pia tumejifunza vizuri sana. Tuna hakika kabisa tuna taifa la kesho kwa ajili ya kanisani kwetu. Asante. Nikiripoti kutoka KKKT usharika wa Bungo, Chediel Godfrey Senzige, amani kwa wote. Mpendwa, sasa unatazama KKKT, Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana.